Niwaombe sasa wanaume tuwe na utulivu, tusitoke leo kama tulivyokusudia na bodi yetu kwenye bodi ya Januari, kwamba kwenye kongamano leo tutawaaga viongozi wetu hawa wawili ambao ni waasisi wa idara hii, na nitatumia dakika 5 kwa kila kiongozi atasema kidogo kabla tujafika sisi kuwapa zawadi. Tumeandaa kitu kidogo, maana wametutumikia na wamemtumikia Mungu, tutawashika mkono kwa chochote. Kwa hiyo hapa nitachukua nafasi hii kumrudisha mkurugenzi aliyemaliza muda wake Julius Mkenda. Atakuja na mke wake, watakuwa na neno la kusema. Ni dakika 5 za kimaukweli. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Mmenisikia? Nitasema neno la mwisho. Wewe nimpe mke wangu mmsikie naye, sababu wengine kwenye conference wameshai kumuona wakati tukiwa kwenye makongamano mengine, lakini ngoja aseme yeye, kwa sababu yeye ndo amekuwa akipata tabu ya kuachwa mimi nikienda majimboni. Bwana Yesu asifiwe. Nimepata tuka utaratibu vizuri ili waseme vizuri, tuwape zawadi kabisa, wakimaliza wamalize, tuwatengenezee maneno. Unajua mtu kimpa chochote atapata maneno mazuri. Simameni tu hapo, na nitaomba mke wangu pamoja na wake wa viongozi watakuja hapa, na nitamwomba baba yetu makamu askofu mkuu pamoja na mama watakuja hapa. Tutaanza kutoa zawadi kwa mkurugenzi Mkenda. Tutakuwa tunatoa hiyo zawadi, tunamkabidhi baba askofu wetu. Nikuombe askofu mkuu, utapokea zawadi alafu utamletea askofu wetu. Aha, sasa tusogee hapa hivi. Aya, karibuni. Zawadi ya kwanza kabisa tunataka tuweke kumbukumbu. Niliona tutunze kumbukumbu. Tumkabidhi ile zawadi. Ataenda kukabidhiwa. Niliona niweke kumbukumbu pamoja na kamati yetu. Zawadi ya kwanza, tumekuchorea kitu kizuri, utajiona. Sasa unaweza ukamkabidhi babangu. Na Mkenda, wewe utainyanyua kule watu waione. Asante sana. Tumeweka kumbukumbu hiyo. Tumeheshimu huduma yako. Na nyuma waone. Na huku upande huku. Asante sana. Sio hivyo tu, ni kuombe mweka hazina, katibu, tunayo basha. Hiyo basha iende sasa kwa askofu wetu mwenyeji, aweze kumpelekea askofu, aweze kumkabidhi. Tumempa kabisa hela nzuri, akitaka kwenda kupumzika hata Afrika Kusini inatosha kabisa. Na sisi tumempa hela ya mapumziko kwa kazi kubwa aliyoifanya. Naomba upokee rafiki yangu. Jamani, mwanzoni nilikuwa nasema wameniita mbele nikabidhi picha. Na ingeishia pale, baadaye ningekaa na kamati ya wanaume, mkurugenzi angebidi ajibu maswali magumu sana. Niko sawa baba. Mtu anatumika miaka 12 atoke na picha. Kumbe kuna zaidi ya picha hapo. Safi kabisa. Amen. Kwa hiyo na mimi kwa heshima
napenda nikabidhi hii bahasha kwenu. Hongera sana kwa utumishi wenu. Hakuna anayeweza kuwalipa kikamilifu duniani, lakini Bwana atawalipa zaidi. Ila mnapata hapa mara 100. Amen. Uzima wa milele. Kusema itoshi, Mkenda shughuli zote amefanya kwa ajili ya mke wake. Na yeye tukaona sio hivi hivi. Apate chochote. Nitaomba mke wangu kabidhi sasa kwa askofu, kwa mama askofu. Na yeye mama askofu amkabidhi mama Mkenda. Amen. Wow. Asante sana. Naona nitoe tu zawadi, wakianza kuzungumza tumlete tu na makamu wetu ambaye ni askofu sasa, mzee wetu Dr. Mbwiro, na yeye akae pale apokee haki yake. Alikuwa aje na mama yetu, tunajua alipita kwenye matatizo sio siku nyingi, lakini hata hivyo amejikaza, yeye amekuja. Na yeye tuliona tuanze hivyo hivyo. Iweka pale kwenye sebule yake ajue kwamba CMF wapo. Haleluya. Asante. Igeuze basi, wageuzie wana CMF. Makofi kwao jamani. Na huku ndio hivyo. Na tukasema sio picha tu. Na yeye mzee wetu ametumika. Tukasema naye tumpe basha. Na yeye linamtosha kutembea tembea, akitaka kwenda Afrika Kusini akapumzike kidogo. Karibu. Amen. Unajua sisi wa Afrika tuko tofauti. Wazungu wanaheshimu sana maua au sio? Lakini Mwafrika ukampelekea maua mazuri, wanajua ya msiba. Yaani hivi tu. Kwa hiyo hao viongozi wangu kwa kweli nadhani wamefurahi sana. Sio picha tu. Basi bwana, ukatembea huko South Africa na kokote kule. Asante sana. Na tuna zawadi ya mama Mbwiro pia, maana tunajua alikuwa ni mshauri mzuri, naye apokee zawadi yake. Tupelekee salamu kwa mama. Pokea kwa niaba yake. Asante sana. Na sisi tukajua kwamba makamu wa askofu mkuu atakuja na mama yetu. Wanaume tunajua mzee hizi hotuba zote anazifanya kwa sababu kuna mtu anachochea. Tukasema na sisi wanaume mama tumpe zawadi. Kwa hiyo karibu tukabidhishe zawadi. Hiyo ni yako mama. Mzee yeye kwa kuwa ni mzee, tutaonana kizee baadaye. Zawadi ya mzee wasio ya hadharani. Asante sana. Kwa hiyo nirudishe. Kumbe kutumwa kuna faida. Kutumwa nenda. Ili tumwache baba askofu kama ana neno aliseme kabisa, akienda kukaa au asubiri waseme, atachagua mwenyewe. Mimi naomba nimalize hapa. Sawa baba. Kwa niaba ya mke wangu na mimi mwenyewe tunashukuru sana kwa kutujali na kutuheshimisha. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Amen. Tunashukuru sana sana sana. Amen. Mmeweka alama kwenye mioyo yetu. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wetu mkuu kuturuhusu tuje katika kongamano hili. Mungu akubariki askofu mahali ulipo na mke wako. Tumesikia kuthaminiwa na kutiwa moyo na uongozi wa wanaume. Mungu awabariki kwa kuthamini. Amen. Haleluya. Na tuna zawadi ya CMF yote. Leo baba askofu, wanaume wamechinja ng'ombe. Wow.
Meleta ng'ombe na wamechinja hapa. Basi tutasherekea pamoja na mkurugenzi wetu na makamu mkurugenzi na wajumbe wote. Karibu Mkenda, useme chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema naomba ni mruhusu huyu mpenzi wangu aseme, kwa sababu yeye ndiye amekuwa akipata tabu nyingi. Mimi nikisafiri majimboni nimemwacha mara nyingi sana. Kuna nyakati chache sana alifanikiwa kusafiri, lakini nyingi amekuwa kibaki mwenyewe na mimi nakuwa huko majimboni. Karibu rafiki, ongea. Na kwa neema ya Mungu tuna mtoto wetu wa kiume yuko nyumbani, wengine wako kwenye shughuli zao. Sasa hivi nyumbani ni kama vile tulikuwa tumebaki wawili, lakini Jefta yupo. Namuomba Jefta, popote ulipo mwanangu, njoo. Kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Hakika namtukuza sana Mungu wa nyakati na majira yetu chini ya jua. Ninatamani ningepata dakika nyingi kusema, kwa sababu siku hii niliitamani sana kumshukuru Mungu wa mbingu na nchi aliyeiwezesha CMF kuanzishwa kupitia mtumishi wa Mungu, askofu wetu mkuu aliyatamia maono haya, hatimaye akayaleta na yakaanza kama yalivyoanza. Mungu aketie palipoinuka, azidi kumbariki sana askofu mkuu. Amekuwa ni kiongozi ambaye anampenda Mungu, na kama viongozi wengine walivyosema, anafundisha yale ambayo anayafanya, na anafundisha ule uchaji wa kiungu, si kama apendavyo au kama aonavyo vyema. Kwa hiyo namtukuza Mungu sana kwa ajili yake, aliyeweza kuona kwamba mume wangu anaweza kusimama na yeye kwa ajili ya kuendeleza maono haya ya CMF. Na kwa uwezo wa Mungu na kwa neema yake kuu, mume wangu akalindwa na kutunzwa na Bwana, na yeye kuendelea kuyatamia maono haya kwa miaka 12. Nilishuhudia nyakati nyingi sana wakiwa na viongozi wengine walivyokuwa wana click mind, au tuseme wanawaza tufanyeje ili jambo hili liendelee, kwa ajili ya kurudisha ile kusudi tu la Mungu la mwanaume aliyeumbwa kwa mfano na utukufu wa Mungu. Haina zaidi, mtumishi wa Bwana. Haina zaidi, wala usije kujiuliza zaidi kwamba kwa nini CMF, kwa nini ni kusudi moja tu, kwamba ni kurudisha ule utukufu na ule mfano wa kiungu, kwamba uishi wewe mwanaume katika hilo basi. Na kwa hilo namshukuru mume wangu, alilitambua, alipokea hayo maono kama yalivyo, na akaendelea kuyatamia kama yalivyo, na amekuwa akifundisha hivyo, na amekuwa akiishi hivyo. Namtukuza Mungu sana, kwa maana unaweza kuwa kiongozi ambao unafundisha wengine na kuwaelekeza sana kwa maneno mazuri na speech nzuri, lakini kumbe wewe mwenyewe huishi. Lakini nasimama nikisema, Mungu huyu aketie palipoinuka, aliyemuumba na kumuokoa mume wangu, aendelee kumlinda na kumuokoa zaidi na zaidi, kwamba aendelee kuyaishi kama anavyofanya. Hafundishi wengine alafu yeye acha kufanya, bali akikwambia mtumishi wa Mungu uwe na uchaji, maana yake anaanza na yeye. Kama alivyosema kwamba namtukuza Mungu sana kwa ajili ya askofu mkuu, maana amekuwa ni kiongozi wetu mkuu anayefanya yale ambayo hakika ndiyo Mungu anayoyataka. Maana unaweza kuwa kiongozi ukafanya kutokana na labda na tabia yako tu, kwamba ukafanya mambo fulani yaende hivi kwa sababu ndivyo unaweza kufanya, lakini kuna ile kufanya kama uwezesho wa kimungu, ndivyo askofu anavyofanya. Na Mungu ambariki. Na mume wangu amejitahidi, namtukuza Mungu, kwa majimbo kadhaa niliweza kwenda, yeye na timu yake kama walivyoanza, walikuwa hawalali, hawatulii, wamejitoa maisha yao ili wewe mwanaume ulioko hapa kwa kujaa kwako kwa wingi uweze kuendelea kumpenda Mungu, uendelee kuishi katika ule utukufu na ule mfano wa kiungu. Muda hautatosha kueleza yote, lakini namshukuru Mungu sana kwa maana huduma ya CMF inaendelea. Yeye ameenda na majukumu mengine, na kwa kweli mioyo yetu ilijaa furaha sana tangu tulipojua kwamba mchungaji Manupa, ambaye ni mtumishi amesema kwamba ni jembe la kiangazi, sisi watu tunapenda kumuita mashine, yani nasema ni mashine ya Yesu, anafanya chochote kwa wakati wote kadri awezavyo bila kuhesabu gharama. Kwa hiyo tunamtukuza Bwana, aendelee kuwasimamia, aendelee kuwaelekeza, nanyi kwa moyo mmoja, nanyi kwa nia moja, muendelee kupokea askofu mkuu na kabineti yake, yeye na kabineti yake kwa pamoja
pamoja, mkishirikiana na kwa umoja, hakika yale mema yote ambayo Mungu amekusudia kupitia CMF yatatimia, na Yesu ajapo atakuta kundi kubwa zaidi la wanaume wakimlaki Yesu kwenda mawinguni na si kwenda jehanamu. Mungu awabariki. Asante sana mke wangu. Napenda kutoa shukrani kwa kamati kuu ya utendaji kupitia askofu wetu mkuu kwa kipindi ambacho niliaminiwa kuwa mkurugenzi wa idara. Idara ni wizara za kanisa letu, na namshukuru Mungu sana kwamba nilipata hicho kibali kutoka kwa Mungu na kwa viongozi wetu. Ninashukuru kama nilifanya vizuri na nikaendelea kupendwa na kukubalika, lakini pia ninaomba kama kuna makosa nilifanya mahali pia naomba radhi. Lakini pia namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu nyinyi viongozi wa idara. Ninaona wakurugenzi wengine ambao tulianza nao zamani sana bado hapo, na Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini pia siwezi kuacha kutoa shukrani kwa Daktari Profesa Ezekiel Anyitike Mbwilo. Mzee njoo. Huyu mzee tuliteuliwa naye kwa mara ya kwanza, yeye akiwa katibu mkuu na mimi nikiwa mkurugenzi mkuu. Makamu wetu alikuwa ni Leonard Maboko. Huyu mzee alipoteuliwa nilipata shida kwa sababu ya umri wake, nafasi yake, seniority yake. Kwa sababu kwanza ushuhuda wake aliwahi kutoa mahali nikawa namsikia. Alipofungua kanisa la kwanza, mimi nilikuwa mwanafunzi na sikuwa nimeokoka, lakini yeye tayari ameshaanzisha kanisa anachunga. Kwa hiyo unaweza kaona hiyo gap ya seniority katika kumtumikia Mungu. Alafu mpaka mimi nimeokoka nikaja kusoma, yeye ni mkuu wa chuo, ni mwalimu wa vyuo. Unaona? Na katika baadhi ya masomo aliyosoma kuna somo moja alipewaga yeye kunisimamia research. Sasa alafu ndo anakuja kuwa katibu wangu. Ilinipa taabu. Kuna wakati nilikuwa nikimuona Mbwilo anavyofanya kazi akiwa katibu, anabeba makompyuta, anabeba maprinter, anabeba makaratasi. Nilikuwa nalia machozi afu najikausha. Nilikuwa namwambia Mungu mbariki huyu mzee kwa sababu ni mkubwa kwangu. Sina maneno mengi kwa sababu ya muda huu, lakini Dr. Mbwilo, Mungu akubariki. Asante sana. Sio hivyo tu. Mbwilo kutokana na yeye kuwa senior kwangu kiroho, amekuwa mentor wangu spiritually. Wakati ninaanza CMF, nilianza kwa spidi nyingi. Kuna mambo mengi nilitaka kufanya haraka haraka. Mengine Mbwilo alikuwa ananiambia wewe acha hiyo. Nakumbuka moja ya sauti ambayo haitatoka kwenye masikio yangu. Kuna kitu nitaka kufanya, sitakwambieni. Hiyo ya kwangu na Mungu na Mbwilo. Akaniambia ukifanya hiyo utagombana na wazee. Na mimi nikawa mpole. Uzuri mmoja nilikuwa namsikiliza. Kila alichokuwa ananishauri nilikuwa mtiifu na mnyenyekevu, kuwa makini. Mbwilo nakushukuru sana. Lakini siwezi kuacha kumshukuru mkurugenzi mkuu. Asante Dr. Mbwilo, takuja wakati wako. Mkurugenzi mkuu, naona umesimamia hapa, njoo hapa rafiki yangu. Mkurugenzi mkuu Mbwilo alipokuwa makamu akawa katibu mkuu. Huyu bwana, ngoja niwaambieni siri, natoboa siri. Nilitoka Mwanza, nikapita Singida. Nikawa nimepiga simu kwa Askofu Lamek. Wakati Singida haijagawanyika. Nikamwambia Askofu Lamek, naomba watu wako wa CMF wateua. Naomba nikutane nao tu kwa dakika chache. Ninatoka Mwanza ninapita naenda Arusha. Wakaja, tukakutana nao kanisa la Jerusalem pale kwa mzee Maktalima. Na walipokuja pale, huyu alikuwa amevaa, sitasahau, alikuwa amevaa koti jeupe pe na suruali fulani nyingine hivi. Sikuwa namfahamu Manupa kabisa completely. Na yeye alikuwa ameniona kwenye makongamano ya CMF moja alihudhuria Morogoro, akanisikia nikihubiri. Lakini mimi sikuwa namfahamu. Nilisikia sauti ndani yangu inasema kuhusu huyu mtu. Huyu. Kuna kitu Mungu aliweka moyoni, nikakitunza. Nikaandika jina lake Abel Manupa kwa nikalikariri. Niliporudi Arusha, kipindi chetu cha uongozi kikawa kinaisha. Na kwa kweli ilitokea.
Unajua wakati mwingine huwa kutafuta viongozi ni kazi ngumu sana. Mimi nikajua kwamba huyu ndiye katibu mkuu anayekuja baada ya Mbwilo. I knew him before. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na wakati huo anasoma na yuko anapambana, na nikamuona kwamba huyu atatufaa kwenye idara yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikufanya makosa, nikampendekeza kwa askofu mkuu, na ndiye akawa katibu mkuu wetu. Kwa tulianza kufahamiana baada yeye kuwa katibu mkuu, ndo tukaanza kuzoeana, kufahamiana vizuri, na amekuwa partner wangu mzuri sana. Huyu jamaa mtumieni vizuri. Mimi na yeye tulijipa majina, tulijiita mapunda mwitu wawili, kwa sababu kwenye timu yetu tulikuwa, mimi ndo wa pili kwa Mbwilo alikuwa mkuu, no, yule mzee anaitwa nani, Mwakosi alikuwa mkubwa kuliko sisi wote, anafuata Mbwilo, afu nafuata mimi, afu ndo alikuwa bwana mdogo. Lakini tukamwambia Mwakosi na Mbwilo, nyie tulieni, nyie ni wakubwa, sisi tutafanya kazi zote kama mapunda mwitu. Kwa tulikuwa mapunda mwitu mimi na huyu jamaa. Sifa nyingine ya huyu bwana, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi serikalini bado. Kuna wakati mwingine nilikuwa na bano na ratiba za serikali. Nilikuwa nampigia simu kutoka Singida, namwambia njoo Arusha. Anasafiri anakuja Arusha. Namwambia chukua gari hiyo gari ya idara mnayoiona. Namwambia chukua hiyo gari, nenda kwenye majimbo 1, 2, 3. Tulikuwa tuna mradi wa kupanda makanisa unaitwa Tawi Project. Kaambia nenda kasimamia ile makanisa wakishamejengwa, zunguka. Anaondoka anazunguka nchini mwezi mmoja, miezi miwili, amemwacha mke wake Sara. Sara, naomba usimame tu watu wakuone. Njoo simama na mume wako. Njoo please sana. Najua ametupa dakika chache, lakini sasa nitasema wapi haya? Nitaenda kuongea kule ofisini na meza na viti. Sara huyu hapa ndo mke wake Manu. Sara anajua mume wake alivyokuwa namuita, alafu anazunguka nchi nzima, anafuatilia kazi na matokeo ya makanisa hayo tuliyajenga. Mimi nilienda upande mwingine, yeye anaenda upande mwingine. Nikiwa sina nafasi anaenda peke yake. Na tumefanya hiyo kazi, tukapanda makanisa kila mahali. Na makamu askofu mkuu ni shahidi. Alikuja kuzindua makanisa Lindi katika wilaya ya Ruangwa, makanisa 8 ambayo tuliyapanda CMF. Kuna nyakati tulikuwa tunaishiwa hela kwenye CMF. Manupa aliwahi kuchukua hela za Sara mke wake, akaniambia nimemkopa mke wangu hela milioni za kutosha, hamna haja kuzitaja hapa. Tukaja kuzitafuta namna ya kumlipa Sara. Mimi nikaenda Singida, namwambia Sara, mezea, si unajua hata wewe umetoka kwenye ubavu wa mwanamume, kwa hiyo tulia. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namshukuru sana Sara, amekuwa mwaminifu, amekuwa mama wa CMF kweli kweli, na amefanya vizuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Napomwona mzee Manupa, sasa hivi namuita mzee kwa cheo, sio kwa umri. Napomwona mzee Manupa, anastahili kuwa mkurugenzi. Na tuna mkurugenzi halisi, tuna mkurugenzi sawa sawa. Na mumuombee sana, na mumuombee sana. Na Mungu amefanya muujiza, amefungua njia ya mambo mengi. Ukiona ile conference, hii kongamano, Bwana amefungua njia. Bwana amefungua njia. Mimi nilikaa kwenye kamati za baraza la huduma wanaume la Afrika Mashariki, lakini hatukufanya mambo mengi sana. Lakini Bwana amefungua njia. Baada ya hii conference, Mchungaji Manupa siku chache zijazo anaenda kunguruma kwenye kongamano la CMF la Rwanda la kitaifa. Huyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ameniambia yule mkurugenzi wa Rwanda, ndame nitumie hiyo message. Hiyo si kwa sababu tulikuwa tunawasiliana na Katule na watia moyo ili kuendelea na CMF. Kwa hiyo ninashukuru Mungu, amefungua mambo mengi. Mimi nilifyeka pori, nikachomwa na michongoma. Sasa Manupa yeye achimbe viazi ale. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na naomba niseme kwa moyo wangu,
Mimi nimeokoka asilimia zaidi ya 10,000. Ninasema kwa moyo wote, ninampenda Manupa na nafurahi Manupa kwa mkurugenzi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Manupa amenifuata nyumbani, ameniomba, akaniambia mchungaji Mkenda, na kuomba kwenye CMF usituache. Nikikuomba kwenda kutufanyia kitu fulani usikatae. Nikamwambia hakuna shida, wasiliana na mkuu wangu wa kazi, askofu mkuu, hamna neno. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu sasa hivi siko huru, kwa hiyo sasa hivi inabidi apite ofisini, au sio? Lakini nimemwambia mimi nitakuwa nini, tayari. Baada ya kusema maneno haya yanatosha, nina mengi ya kusema, ila ninakufurahia umekuja kwenye conference. Ninakushukuruni sana. Endeleeni kutuombea, endeleeni kuombea idara. Jambo moja ambalo sitaki kusahau, tulianzishaga ule mtandao wa maombi wa idara wa kitaifa. Mnaokumbuka ya kwamba kila siku iendao kwa Bwana kuna wanaume wamefunga katika Tanzania wanaomba. Ninaombeni kile kitu kisife, bali mkikuze. Na sasa hivi majimbo yameongezeka mapya. Kuna majimbo yanafikia karibu 100 sasa hivi. Manake ule mtandao inabidi sasa muupitie, muuishe, review ili usambae kwenye majimbo yote. Hilo ndio jambo la msingi ambalo najua litaleta uamsho katika kanisa la Tanzania Assemblies of God. Mungu awabariki. Mke wangu alisahau kitu, sitampa mic, namshikia. Bwana Yesu asifiwe tena. Nimeomba hii dakika moja niseme kwamba tunamshukuru Mungu katika mambo yaliyotendeka wakati huu wa miaka 12 ni kuanzisha shule ile ya Great Nation pale Lord Boswaiti. Nimeomba hii nafasi niwaombe watumishi wa Mungu wakuu sana kwamba wengi wenu ni wazazi. Msiache kupeleka watoto pale kwa kusema labda shule iko mbali, iko porini. Hasha. Shule zote tunazozipenda na kuzifurahia kwamba zinafanya vizuri, si kweli kwamba zilianzia tu mjini zikaendelea kama kawaida. Lazima zilianzia mahali. Niwasihi sana kwa upendo wa Kristo ule ule wa kukijenga kizazi nyuma yetu cha kumcha Mungu. Msiache kupeleka watoto na kuwatia moyo kwamba mwanangu, leo unaweza kutembea umbali mrefu na mzigo wako kichwani, lakini unaiandaa future yako kesho pamoja na Kristo. Kwa hiyo ninawaombe wazazi kwa niaba ya viongozi wengine na kwa niaba ya mume wangu ambaye shirikiana na viongozi ikaanza ile shule, msiache kupeleka watoto. Kweli ninaomba kabisa, kama nilivyosema tu katika kumsubiri Kristo, lakini tunaendelea kuishi. Msiache kupeleka watoto kujiunga na ile shule, wapate mafundisho mazuri ya elimu ya kawaida, lakini pia elimu ya kumcha Mungu. Ninyi ni wazazi, mnafahamu katika kilio cha dunia kwa sasa, mahali pote duniani ni kilio cha kizazi kilichopo ambacho hakimjui Mungu. Sasa tutaponaje katika hilo kama si kwa kuanzisha watoto wetu kukaa katika shule ambazo kule watafundishwa mema mchana na usiku. Mungu awabariki. Samahani, mtoto wetu huyu ni watatu kati ya 4 Mungu aliotupa, naye ana neno moja tu, na Mungu awabariki. Bwana asifiwe wanaume. Shikamooni. Meza kuu. Nitoe tu neno moja. Nimshukuru sana askofu na makamu wa askofu mkuu kwa kumchagua baba. Mimi ni mwana wa 3 kati ya 4 alionao, na nimeona niseme neno kidogo kwa niaba ya wengine. Sasa naamini ni wote tunafurahia sana na ni moyo wetu wa shukrani kuweza kumchagua baba yetu. Alikuwa wa kwanza na ameanzisha idara na ndio ameanzisha na kuichukua toka mwanzoni mpaka kuifikisha mahali hapa. Nashukuru sana kwa askofu na makamu wa askofu kwa kumwamini. Awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya 3 amekuwa akiwatumikia wanaume. Naamini, nashukuru wanaume kwa kumpa ushirikiano. Tumekuwa pamoja naye awamu ya kwanza, awamu ya pili, anapiga kazi. Mmekuwa pamoja naye, mmemunga mkono. Nashukuru sana. Na sasa hivi ameona achie kijiti. Ni shukrani na pongezi sana kwa Mungu. Asante sana. Amina.
baba yetu makamu askofu mkuu na kamati yako, wajumbe wa halmashauri kuu, wakurugenzi wetu wote wa idara, wajumbe wa mkutano huu mkuu wa idara ya wanaume, wakurugenzi wa majimbo na kamati zenu, wakurugenzi wa section na kamati zenu, wajumbe wote mliohudhuria mahali hapa, ninawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Ni kwanza kabisa nimshukuru mkurugenzi wetu, mtumishi wa Mungu ndugu yetu Aben Manupa na kamati yake kwa kutenga muda kama huu ili angalau tupate kitu cha kusema. Ninashukuru sana. Ninashukuru sana. Na kwa kweli tunayo mengi ya kusema, lakini la kwanza kabisa nilete salamu kutoka kwa mke wangu. Ilikuwa tuje wote kama ambavyo mkurugenzi ametangulia kusema, lakini hivi karibuni tulikutwa na jambo, tulifikwa na jambo ambalo ni la kawaida kwa wanadamu, lakini limetusumbua kwa kiasi ambacho mwenzangu hakuweza kabisa kusafiri. Kwa hiyo umetuma salamu na najua anatufuatilia kupitia mtandao sasa, kwamba pokeeni salamu zake. Amen. Baba makamu askofu mkuu, ninashukuru sana kwamba wewe pamoja na baba yetu Dr. Barnabas Mtokambali mbeba maono, kwamba katika kamati yenu mliona Ezekieli na yeye anaweza akafanya kitu kwenye idara ya wanaume. Nakumbuka nilipopata ile barua miaka ile mingi tu iliyopita hapo nyuma, nilijiuliza naanzia wapi. Lakini kwa kweli baba askofu, ninashukuru kwamba yule mtu mliotupa, mtumishi wa Mungu Injinia Julius Mkenda, ile nafasi ilikuwa chaguo halisi, ilikuwa chaguo sahihi. Nasema hivyo kwa sababu tulipokuwa tunakabidhiwa majukumu, tengenezeni mwongozo, andaeni kila kitu, huyu mtu ilikuwa kama mashine inatoa hivi copies zinatoka fa. Na leo ninapoona umati kama huu ninamtukuza Mungu. Ni kwa sababu ya ile kazi ambayo kwa kweli kupitia ndugu yangu na kamati yake ambayo tulikuwepo pale watatu, baadaye wanne, baadaye watano, kazi hii ilifanyika. Askofu, mtu huyu alikuwa sahihi na kushukuruni sana. Na nitumia nafasi pia kushukuru uongozi wetu wa idara kwa zawadi mlizotupatia. Kwa kweli ni za ukumbusho kweli. Yaani ni alama. Nilipoangalia ile picha imeinuliwa namna hii, yuko Mbwilo na mke wake, yuko Julius na mke wake, nikakumbuka miaka 12 ya safari hii. Kwa kweli nashukuru sana kwa zawadi. Asanteni pia kwa kututengenezea mazingira ya kupata tiketi ya kwenda mahali tukapumzike. Tutakumbuka CMF. Tulipokuwa tukifanya kazi hii kwenye idara, nikiwa katibu mkuu wa idara, tulipita kwa kweli. Ofisi ya baba yetu Mtokambali ilifanya kazi kubwa sana kutuwezesha. Kila mara tukipiga kelele, baba pesa hamna, alifanya alichoweza kufanya. Mpaka tunafikia mwisho, bado hajaiacha idara hii, yeye na kamati yake kutusaidia. Nitumie nafasi hii baba yangu, tupelekee salamu hizi kwake, kwamba mlitusaidia na kupitia ninyi tuliweza kufanya hiki kilichofanyika. Tunawashukuru sana. Lakini pia kuna mazingira yalitufika magumu. Manupa, unafahamu kwa sehemu. Kuna nyakati hatukuwa na pesa. Kuna nyakati hakuna cha posho, hakuna cha nauli, hakuna cha nini. Sikumbuki ni lini tulipewa posho kwenye idara. I don't remember. I think there isn't. Hakuna kabisa. Kwamba kuna siku tulikaa tukasema hii hapa posho ya idara. Hamna. Miaka 12. Siku moja mke wangu akaniambia, Sambwilo, hela yangu yote ile mmepeleka wapi? Niambia si idara imekula, tunajenga itapona. Leo tunaona ushindi. Haleluya. Jamani, haleluya. Tunaona ushindi. Na kwa kuwa tunaona ushindi, ni matokeo ya maono ambayo baba yetu Dr. Barnabas Mtokambali na kamati yake waliona ya kwamba tunaweza kufanya kitu. Ninasimama leo nikishukuru nafasi hii kwamba tuna ushindi au jasiri mkubwa
wa kuambia ndugu zetu ambao Mungu ametusaidia kutumekabidhi kijiti kwao kwamba wataendeleza kazi vizuri na itaenda. Nakumbuka siku moja Manupa tulipokaa kwenye kikao, tunafanyaje shule yetu? Tunafanyaje? Akasema hili jambo dogo. Hili jambo dogo. Unajua alichokifanya? Alihamia kule Loibo Soiti miezi miwili kule Loibo Soiti, miezi miwili, kuhakikisha kwamba shule inasimama vizuri, inaenda. Na kwa kweli mnachochomba ambacho kitawasaidia idara yetu, na wapongezeni. Na kwa kweli nisingependa niseme mengi. Baba yangu ninakushukuruni, maaskofu wangu wa majimbo na washukuruni sana jinsi ambavyo umebeba CMF. CMF imesha take off, yani imeshapata kasi ya kwenda. Kama ambavyo mkurugenzi wangu aliyemaliza muda wake alivyosema, muda si mrefu ujao tutahitaji mahali pengine pa kufanyia mikutano. Mimi naomba moto huu uendelee na Mungu wa mianga asimame pamoja nanyi. Asanteni sana. Haleluya. Wanasema mkiagana vizuri mtaishi vizuri. Haleluya. Niombe basi kamati yangu mje hapa. Mje na wake zenu. Bwana asifiwe. Tunashukuru leo tumeagwa. Sasa tumekuwa watu wakubwa leo. Kama tulizoea kumuona Mkenda, tumeambiwa mpaka tukaombe ruhusa. Lakini uzuri kwa kuwa ndio alianzisha mwenyewe, yeye ndio ataomba ruhusa, sisi tutamulilia tu. Maana tukingoja kuombewa ruhusa atatukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nishukuru uongozi uliomaliza muda wake. Kuna siku moja nilikuwa nimekaa nikaangalia ndege inaporuka, yule rubani anayerusha ndege huwa asifiwi sana. Lakini ndege, yule rubani anayeshusha ndege uwanjani ikitua inamwagiwa maji, si ndio? Sasa rubani Mkenda pamoja na msaidizi wake wa kushoto Mbwiro wameitua ndege salama ya CMF, leo wamemwagiwa maji. Ila mimi rubani ninayechukua nafasi ya Mkenda pamoja na wenzangu, hii ndege iko chini, natakiwa iruke na itue salama. Kwa hiyo tumekabidhiwa ndege, iko uwanjani, iko salama, haina mawimbi. Kwa hiyo na sisi tunaenda kuendesha hiyo ndege, na abiria wetu wako hapa wamejaa salama, wana shida, wanatakiwa wafike salama. Kwa hiyo na sisi tunasema hatuna wasiwasi. Yule baba ambaye alikuwa yuko pamoja na Mkenda, tunamshukuru Mungu bado tuko pamoja na yeye. Yule makamu askofu mkuu aliyekuwa na Mkenda na leo bado tuko naye, hatuna shida, tunaye baba. Kwa hiyo tutaenda vizuri, sisi sio yatima, tuna washauri wetu, tuna maaskofu wako hapa wa majimbo, na wao kwa kweli, makamu askofu nikiri, ili kongamano unavyoliona hivi ni ile kauli yenu ya mkutano wa Januari kwamba mmeamua kurudi CMF, na maaskofu wakaambiwa sema Bwana, wakasema Bwana. Kweli hiyo toba walitubu na matokeo umeyaona. Na ndio maana maaskofu wako wa kutosha hapa. Sio haba kuwaona maaskofu walioko hapa. Jamani, tuwapigie makofi mengi. Mimi nisiwe msemaji, tufike mwisho, tunataka tushukuru tu, lakini tutoe nafasi hata wake zetu mwasikie, msije mkasema hawajui kusema. Tuwape tu upendeleo, si ndio? Sisi wengine tulishasema. Karibu mke wangu. Huyu mke wangu sio kwamba tu hivi. Na mimi nina sifa ya kuitwa kiongozi wa taifa. Tuna miaka 37 lakini bado anaita. Natunza. Tumekaa miaka 37 ya ndoa. Na nimemuoa kwenye madhabahu hii ya Assemblies of Mungu hii. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu.
Bwana wasifiwe sana. Unajua kuna wakati unashindwa useme nini, unabaki unamshangaa Mungu. Yaani Mungu ametushangaza mambo ya ajabu. Lakini ninamshukuru kwa sababu siku zote Mungu anapokukabidhi kitu anakuwepo pamoja na wewe kukusaidia. Basi nipende kumshukuru Mungu kwa wakati huu mzuri aliyetupa, tumefika mahala hapa. Ninamshukuru askofu mkuu, ninamshukuru makamu askofu, na washukuru maaskofu ambao wamefika mahala hapa, na wakurugenzi na wote ambao tumejumuika mahala hapa. Ninawashukuru kwa sababu nafasi hii tumekuwepo hapa kwa ajili ya kuagana na ndugu zetu, pia kwa ajili ya kushiriki katika kongamano zuri hili la CMF. Mungu awabariki. Ninawashukuru kamati ambayo imepita ya CMF. Kweli tumeona upendo wao kwetu. Wamekuwa kitutia moyo, pamoja na kwamba baada ya mume wangu mimi kupewa nafasi hii niliogopa na kutetemeka sana. Hata yeye pia aliogopa, lakini nikamtia moyo, nikamwambia Mungu atakuwa pamoja na wewe, hatokuacha. Hata wakati huu wenzetu wanapoenda kuachia ndege hii ambayo wameenda kuishusha, lakini ninaamini tutapaa pamoja na Yesu, atakuwa pamoja nasi, atatusaidia. Na cha msingi, kwa maombi yenu tutashinda na kusimama na kufanya kusudi la Mungu alilokusudia kwa kamati hii mpya kuweza kulifanya. Cha msingi mtuombee, tunawapenda. Mungu awabariki. Mama Ruvinga, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Moyoni nina furaha sana. Cha kwanza nilikuwa sijamjua sana Mkenda. Leo nimepata kumjua vizuri. Mungu akubariki baba kwa utumishi ambao umeufanya. Sina mengi ya kusema, anasema kwamba umeachia kijiti na hawa waliopo pia, yule aliyekusaidia wewe atawasaidia pia. Wajipe moyo hivyo. Na kitu kingine ambacho nimefurahi, sijawahi kuona wababa wengi namna hii. Sijawahi. Kwa hiyo nasema kwamba mume wangu alikuwa anasafiri sana hizi nyakati za karibuni, akawa ananiambia tunaenda kuhamasisha wababa huko majimboni. Kwa hiyo nasema matunda tunayaona. Na sikubaki peke yangu nikasikitika, na wala sitajutia kule kubaki peke yangu. Matunda ninayaona zaidi sana, na waombea wababa hawa, Mungu awasaidie zaidi kwa ajili ya hiki kijiti ambacho wanacho wamekishika, na waombea wapate kufanya vizuri zaidi. Mungu atatenda akiwa pamoja nao. Barikiwe sana. Tumuombe mke wa mtunza hazina. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Pia nimefurahi kuona wanaume wengi leo kwa mara ya kwanza. Amina. Mungu awabariki. Yona yeye ajaje na mke, ila ana maneno yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeambiwa niseme kwa niaba ya mke wangu mzuri, anawasalimia sana. Ameshindwa kupata nafasi kwa sababu kwenye shughuli zake ndio wanafunga mwaka. Huu ndio mwezi wa mwisho. Amebanwa sana, lakini naamini wakati mwingine ameniambia tutakuwa pamoja. Na naamini baadhi ya majimbo nitaenda naye. Mtamuona huko huko kwa karibu kuliko hapa. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nichukue nafasi ya kumsumbua baba askofu makamu kwa tukio moja la muhimu. Yeye anamaliza, lakini kuna watu rasmi ambao watakuwa pamoja na sisi. Ni vizuri kabla hajaondoka yeye awatamke hawa watu wako hapa kwa kazi gani. Karibu sana baba askofu.